mbunge wa Arumeru Mashariki kwa ajili ya salamu kwa dakika 2 tu. Naomba tumshangilie kwa makofi mengi wakati Mheshimiwa Joshua Nassari anakuja. Asante sana. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kazi na utu. Mheshimiwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Daktari Lameck Mwigulu Nchemba, waheshimiwa mawaziri, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, viongozi wote, mwenyekiti wetu wa chama mkoa wa Arusha, kwa sababu nimepewa dakika chache niseme itifaki yote imezingatiwa na izingatiwe. Sasa Kalinga ameniambia hapa kwamba niongee dakika 1.5 au dakika 2. Mheshimiwa Waziri Mkuu, wewe ni mwanasiasa. Ukipewa dakika 1 kwa wananchi wako inakuwa ni ngumu kidogo, unaishia kwenye salamu. Tukao nitajitahidi nisitumie muda mrefu kama alivyosema MC, lakini nitaomba niongezee dakika 1. Na kwa nini? Tabii niongezee dakika 1 ama 2 mzee, kwa sababu wakati naondoka hapa Meru na Mheshimiwa Waziri Mkuu alizindua kampeni zangu za ubunge, kwa aliweka baraka na mimi nikachaguliwa kuwa mbunge hapa mwaka jana, na nilipoondoka hapa nilikuwa ni mbunge wa watu wa Meru. Lakini pengine Kalinga ajui kwamba nimerudi hapa kama wiki 2 zilizopita, Mheshimiwa Waziri Mkuu, nikiwa ni mbunge wa bunge la Afrika. Sasa mbunge wa Afrika mzee unampa dakika 2, inawezekana kweli? Mimi jimbo langu natokea kuanzia Cairo Misri sasa hivi mpaka pale Cape Town Afrika ya Kusini. Wakati mwanzo nilikuwa natokea pale Kia Airport mpaka hapa Mtonduruma. Sasa mzee kweli? Kwa tafadhali bwana. Mheshimiwa Waziri Mkuu, la kwanza sisi ni kutoa shukrani kubwa sana kwako na serikali kwa haya maendeleo makubwa ambayo tunayaona hapa. Waswahili wanasema mwenye macho aambiwi tazama. Leo tunaona ni kwa namna gani ambavyo fedha ambazo serikali imetoa zimekuja kufanya jambo la maana kabisa hapa kwenye jimbo letu la Arumeru Mashariki kwa watu wa Meru na kwenye wilaya yetu ya Arumeru hii. Ni heshima kubwa mno kwamba taasisi ya Nelson Mandela African Institute of Science and Technology kwa maana NMAIST viko vyo vitatu tu Afrika nzima. Kimoja kiko Afrika Magharibi, Nigeria, kingine kiko ndio hiki hapa Arusha, na kingine kiko Burkina Faso. Sasa ukiangalia ukanda wote wa Afrika ya Kati, Kusini, Mashariki na wapi, ukiangalia hicho kiko kimoja tu hapa Arusha na hapa Meru. Kwa kweli sisi tunajivuna na tunafurahi kuwa na taasisi kubwa namna hii hapa kwetu ambayo inaleta watu kutoka mataifa mbalimbali kwa miaka mingi sasa, na wanapata taaluma ambazo zinasaidia mataifa yetu ya Afrika. Na mimi nazungumza hivyo, ninafurahi kwa sababu taasisi ni Afrika, na mimi kama nilivyosema ni mbunge wa Afrika, kwa hiyo ni taasisi yetu sisi wabunge wa Afrika wa EU. Kwa hiyo tunafurahi kwamba iko ndani ya jimbo langu hapa Meru. Sasa Mheshimiwa Waziri Mkuu, setting ya leo ni setting ya kichuoni na kiwanafunzi, kwa hiyo yako mambo ambayo nisingependa kuyazungumza hapa, na natambua baadaye na mkutano mwingine kule Ngaramtoni ambako ni wilayani kwetu, kwa naamini pale na pale utakuwa kuna wananchi, kwa hiyo utaongea yale ya wananchi pale. Lakini hawa watu hapa panaitwa kata ya Kikwe hapa kijiji cha Nambala, kuna mambo ya kwao hapa nisipoyazungumza utaona kama sijawatendea haki. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kama nilivyosema ni shukrani. La kwanza kabisa alikuja waziri wa ujenzi Abdalla Ulega, tukapita sehemu inaitwa Malula kule Kingori, kulikuwa kuna ujenzi wa barabara pale, kunyanyua matuta kwenye maeneo ambayo yalitengenezwa emergencies. Alipokuja tukamuomba pale, walikuwa wanafunga taa chache, tukaomba na serikali karidhia. Naomba nitoe taarifa kwako Mheshimiwa Waziri Mkuu kwamba alipokuja ilikuwa ni mwaka jana mwishoni, lakini juzi kama wiki 2 zilizopita wakati tunasherehekea miaka 100 siku 100 za Rais Samia madarakani kwa awamu hii, Wizara ya Ujenzi tulifanyia shughuli hizo hapa Meru wa nchi nzima. Kwa sisi tulihost. Na nikuhakikishie tu kwamba lile ambalo tuliomba kwa waziri wa ujenzi lilikamilika. Ukipita maeneo ya Malula Kingori usiku sasa hivi kwa kweli ni kama unapita Ulaya. Barabara yote inang'aa, imetengenezwa, kuna taa za usiku na nini, na tunaamini kwamba kwa sababu ni barabara yetu ya Moshi Arusha, na wewe juzi ulivyokuwa kwenye mazishi ya Mzee Mtei hapa ukaongea habari ya upanuzi wa barabara ile, tunaamini itang'aa yote. La pili la shukrani, nilizungumza hata ndani ya bunge na nilikuwa namsumbua sana waziri wa ujenzi hapa, ndugu yangu Kasekenya, anamuona yuko hapa. Na nikazungumza wakati ule nikasema mimi nishakuwa DC, kwa kuna masuala mengine, masuala ya usalama nimejifunzia huko ndani. Tunafurahi kwamba kuna kitu kinaitwa Afcon kinakuja Arusha na uwanja umejengwa kwetu, serikali imetoa mabilioni ya fedha. Wao walikuwa waziri wa fedha, kazi yao imefanyika vizuri. Hata juzi nikitoka Dodoma nilipita angani, kwa kweli uwanja unakamilika, tunashukuru sana serikali. Lakini tukasema ni aibu kwenye mkoa wetu wa Arusha huu ambao utakuwa na ugeni mkubwa namna huyo ambao utakuja hapa mwakani wa timu na delegations na nini na mashabiki. Alafu entry ya Arusha bado barabara ni moja tu, barabara ya Moshi Arusha. Kutoka Kia Airport ni barabara ya juu peke yake.
Na Mheshimiwa Waziri Mkuu nikakumbusha, nikasema hata juzi tulipopata tatizo la zile vurugu za post elections hapa, watalii wetu walikuwa wanapita barabara hii hapa Nelson Mandela, wanapita Mbuguni, wanapita Mirerani, wanapanda wanakwenda mpaka airport Kia na hali kadhalika kurudia huko. Kwa nilipolizungumza hilo na nikasema hili linaunganisha na barabara ya bypass ambayo ndio inakwenda moja kwa moja Boden City, ndio inakwenda moja kwa moja kwenye uwanja wa Afcon. Nikasema ni makosa makubwa mno kutokuwa na alternative road, na alternative road ni hii barabara inashuka Mbuguni mpaka Mirerani. Kipande cha Kia Mirerani kimekwisha kutengenezwa. Huku juu tayari bypass tumetengeneza. Barabara ya Nelson Mandela ndio ile imetengenezwa. Kinachounganisha nicho kipande kidogo cha kilomita kama 20-28 kutoka hapa kwenda mpaka pale Mirerani. Ninashukuru kwamba baada ya kulizungumza hilo kwa kweli nimeona hatua za wizara, na waziri yuko hapa Kasekenya. Watu wataalamu kutoka wizarani wameshapita, washafanya evaluation kwa watu tayari kwa ajili ya kulipa fidia ili ule uwanja uweze kujengwa. Na nimeambiwa hata juzi vikao ambavyo vimeongozwa chini ya maelekezo yako ya masuala ya Afcon na nini, jambo hili lilizungumzwa kwamba barabara hii itengenezwe kwa haraka kufikia wakati huo. Mheshimiwa Waziri Mkuu, tunachoomba tu ni hiyo commitment, kwa sababu na umekuja hapa, jambo hilo likifanyika kwa kweli ni faida kwa mkoa wa Arusha, ni faida kwa watu wote, na sio jimbo hili tu, ni kwa watu wote, na miundombinu yote imetengenezwa ni kwa integrated. Tusije kuikuta maeneo mengine tunakuwa na white elephant projects, kwa tuunganisha namna hiyo. Lakini lingine Mheshimiwa Waziri Mkuu, la watu wa hapa ni barabara inayotokea hapo Tengeru kuteremka mpaka hapa kwenye barabara Nelson Mandela hii uliyoona ambayo inakwenda mpaka Usa. Zamani ilikuwa inaitwa Moshi Arusha Road. Tunashukuru kabisa. Nilikuwa na naibu waziri wa TAMISEMI tena. Leo yuko hapa, nimemwona pacha wake Saif. Kwa tulikwenda kuangalia barabara ile inatengenezwa kwa kiasi cha mita 500 tayari kwa kiwango cha lami. Hata jana nimepita hapo, lami inaendelea kumiminwa. Waziri Mkuu, sisi tunashukuru. Ni barabara nyeti kwa sababu ina hoteli za kitalii kama hoteli ya Serena Arusha iko barabara hiyo, hoteli ya Duluti ambayo ni za nyota za juu iko barabara hiyo. Lakini taasisi za umma, ni kuhakikishia Mheshimiwa Waziri Mkuu, na hii sio siasa, taasisi za umma tulizonazo sisi hapa Meru au kwenye wilaya yote ya Meru, majimbo yote mawili, kama kuna sehemu ambayo kuna taasisi nyingi ambazo zinagusa moja kwa moja maisha ya watu, ni barabara hiyo hapo. Kwa nini? Kuna taasisi hapa tuliyoko Nelson Mandela ndio inayounganisha hapa. At the same time kuna taasisi ya chuo cha maendeleo ya jamii kiko hapo cha siku nyingi, ndio barabara yake hiyo. Hapo kuna chuo cha mifugo Liti kiko hapo tuna watu wa mbegu, watu Toski wako hapo, watu TPHPA wa viuatilifu sio na nini wako hapo, watu hatari wako hapo. Alafu barabara yenyewe haifiki kilomita 5. Sasa Mheshimiwa Waziri Mkuu, hivi kweli kutoka pale Tengeru ambao ni soko kubwa ambalo watu wetu wanaingiza mazao, ndio miongoni mwa soko linalotegemewa kwa veggies kwenye mkoa huu, na veggies zinatoka huko chini Mbuguni wapi, kwa nini kipande kisiunganishwe hapa? Kwa Mheshimiwa Waziri Mkuu, tunaomba kwa sababu tayari serikali imekomiti na imekwisha kuanza 500 meters under construction as we speaking, 700 meters wamesema kwamba wamesaini mkataba na kazi zinaendelea. Sasa ifiki kilomita 5, kwa nini simalizike na hizo taasisi zinufaike? Tunakuwa na maana gani leo tuna taasisi kubwa kama hii hapa, vijana wanatoka mataifa yote ya Afrika kuja, lakini kuna kakipande eti ka kilomita 2 kilomita 3 kalami ambako akajaunga barabara ya juu na barabara ya chini. Kuna zote ni trunk roads. Kwa Mheshimiwa Waziri Mkuu, tunaomba, na mimi nimezungumza kitaalamu kabisa leo, sio kisiasa, hiyo barabara kabisa na kuomba Mheshimiwa kabisa. Na naamini kabla hujatoka hapa wao usiku watazungumza, utawaita kwa sababu uzuri wamekwisha kuianza, ni muhimu ikakamilika, kwa sababu hizo taasisi nilizokuambia zote zinahudumia maelfu ya Watanzania ambao wanatoka ndani na nje ya nchi. Lingine la mwisho Mheshimiwa Waziri Mkuu, la eneo hili ni maji. Hapa kata ya Kikwe. Chanzo cha maji kiko hapa kwenye chuo cha mifugo ambacho nimekitaja hapo sasa hivi. Lakini kuna mradi wa maji unaoendelea ambao ni kama vile umekwama mahali. Nashukuru nimeshazungumza na kaka yangu CPA Amos Makala. Ni kaka yangu kabisa, na bungeni nilipokeaga, na alikuwa mwenyekiti wangu wa kamati, na alikuwa captain wangu wa Bunge Sports Club. Nimesafiri naye huku na huko, alikuwa mchezaji mwenzangu wa timu ya Simba pale bungeni. Yeye alikuwa anacheza namba 8, mimi ndo namba 9, yeye ndo alikuwa ananitengea na mimi nafunga. Na Mheshimiwa Waziri Mkuu, nakumbuka wewe ukiwa mchezaji wa Yanga pale bungeni tulikuwa tunawashughulikia. Sasa nimemfuata ndugu yangu, tumezungumza. Kona akaniambia hili liko ndani ya mamlaka, anaweza kulimudu. Hao watu wa chuo cha mifugo kuna mbishano tu na watu wa Ruasa kwamba tanki lijengwe wapi. Wanakotaka wanaotoa eneo mahali napaswa kujengwa tanki ni eneo la chini, kwa kuna wananchi walioko juu ambao watapata maji. Wanapotaka watu wa Ruasa ni eneo la mwinuko, lakini wenzetu wa chuo cha mifugo ni kama vile kuna sintofahamu ambao naamini kwamba hili sio la waziri mkuu, ni hapa mkoani naweza kukamilika. Lakini nimesema niliweke mbele yako ili kama tukiendelea kusumbuana huko mbele ya safari, Mheshimiwa Waziri Mkuu, mimi nifike kwako. Na kwa bahati nzuri mimi naitwa Joshua na wewe mtoto wako wa kiume anaitwa Joshua. Ndio. Kabisa. Na wale msiojua, Mheshimiwa Waziri Mkuu, namalizia sasa, wakati nachaguliwa kuwa mbunge mara ya kwanza nikiwa ile nyumba ya mama wa kambo kule, yeye ndo alikuja kuongoza kampeni za chama changu cha Chama cha Mapinduzi hapa. Kwa hiyo tulikuwa tunanyukana mitaani huko. Lakini baada ya mimi kushinda na kwenda Dodoma, wakati fulani niliagiza magari ya wagonjwa, naomba nimpe credit mzee. Kabisa, nikaagiza magari ya wagonjwa ambulance 2 kutoka nje. Zilivyokuja kuna mkwamo bandarini, kwa sababu nilikuwa nimeagiza kama individual ili zisaidie watu wetu kwenye halmashauri ya Meru hapa.
Tulipokuwa muda mrefu, naye alikuwa deputy minister of finance by that time, tukiwa bungeni. Nikampelekea, akajaribu kusukuma, alivyoona kule ndani inaleta shida, akaniambia, nikamwambia sasa kule nani storage charges zinazidi kupanda. Akaniambia pamoja na kwamba wewe ni mbunge wa upinzani mdogo wangu, lakini kwa kuwa umenunua ambulance za kusaidia watu wa Meru na mimi nimetoka kule wanazihitaji. Mheshimiwa Waziri Mkuu kwa kweli alitoaga fedha yake mfukoni akanichangia shilingi bilioni 5. Na akiwa ni mbunge wa CCM nikiwa upinzani wakati huo. Sasa mzee wangu, kama wakati ule nikiwa mtoto wa mama Akambo tulifanya hivyo. Leo tuko nyumba moja, kwa nini mambo isiende? Hebu kabla hujaondoka hapa tuambie kuhusu maji na hiyo barabara hapo na barabara ya Mbuguni. Mengine nitazungumza mkutanoni kule, lakini asante sana. Mungu akubariki. Karibu nyumbani kwenu, karibu Meru. Meru hoye. Mfakurose ndo wakoro sasa. Otijifo na nreji ogoya tu. Ekeni ruali mwiri mbele. Mheshimiwa Waziri Mkuu, asante. Naomba tumshangilie kwa makofi mengi Mheshimiwa mbunge Nassari.